Rais wa Marekani Donald Trump amesema hataki mkutano wa kupoteza muda baada ya mpango wa mazungumzo ya ana kwa ana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kuhusu vita vya Ukraine kuhairishwa. Rais Trump amedokeza kuwa kukataa kwa Urusi kusitisha vita katika maeneo ya mipaka na Ukraine ndio suala tete linalofanya mazungumzo kuwa magumu na kufanyika. Hapo awali afisa wa ikulu ya White House alisema hakuna mipango ya mkutano wa Trump na Putin katika siku za usoni baada ya Trump kusema Alhamisi kwamba wawili hao watafanya mazungumzo huko Budapest ndani ya wiki mbili. Tofauti kuu kati ya pendekezo la Marekani na Urusi kwa ajili ya amani ilizidi kuongezeka wazi wiki hii na kuonekana kupoteza nafasi ya mkutano wa kilele. Uamuzi wa White House wa kuahirisha mipango ya mkutano wa pili wa Trump na Putin unaweza kuonekana kama jaribio la kuzuia hali nyingine kama hiyo. Nadhani Warusi walitaka sana na ikawa dhahiri kwa Wamarekani kwamba hakutakuwa na mpango wowote wa Trump huko Budapest. Mwanadiplomasia mkuu wa Ulaya alikuwa anaiambia Reuters. Hata hivyo, mjumbe maalum wa Urusi ndugu Kirill Dmitriev amesema matayarisho ya mkutano kati ya viongozi hawa wawili bado yanaendelea. Sasa hivi nadhani katika picha ambayo inabakiza ni kumaliza mgogoro ambao unaonekana unaumiza sana ni wa Urusi pamoja na Ukraine. Tunatambua kwamba Volodymyr Zelensky aliweka wazi ya kwamba hata kama hajaitwa kwenye mkutano basi akihitajika ataenda na atatamani sana kuweza kujumuika nayo. Jambo kubwa ambalo lipo mpaka hivi sasa ni kubadilishana majimbo ambayo kila mmoja analishikilia mwingine. Tunatambua kwamba Urusi inashikilia maeneo baadhi ambayo yanaonekana very potential kwa Ukraine na hata Ukraine kwa upande ambao unahusu Urusi. Kwa hiyo swali ambalo linabakia ni kwamba wataweza kukubali kubadilishana, na kwa idadi hiyo ambayo inaelezwa na ugumu ambao unajitengeneza mpaka hivi sasa kufanya jambo hili kupitia wakati mgumu kuweza kufikia na kuweza kulifanikisha. Nitakukumbusha jambo moja, Trump alikuja hadharani akasema nitatuma moja ya kombora kubwa Ukraine ili waweze kulituma kule nchini Urusi. Wengine wanasema ilikuwa ni sehemu ya propaganda ya kujaribu kumpressurize Mrusi Putin ili waweze kukubali swala hili la kumaliza mgogoro, lakini baadaye akaja kusitisha akasema sitowapatia Ukraine bomu hili kwa sababu nataka nikamalize mgogoro huu. Lakini changamoto imeweza kuibuka kwamba Trump anakuja kusema nitapoteza muda tu nikienda kuongea naye. Sijajua ripoti ambazo zinatoka kwa wakati huu itakuwaje, lakini hii ni moja ya habari ambayo kila mmoja anatamani kuweza kuiona ikija na sura mpya baada ya hii ambayo ya hatua ya kwanza kuonekana imeleta picha ambayo haijakuwa mzuri, japokuwa mwanga ulianza kuonekana mwanzoni.